Kwa majina yangu naitwa Victoria Zakaria. Namshukuru Mungu alinipatia ujauzito tangu mwaka jana mwezi wa 11. Zakaria Mvwango. Victoria. Victoria. Mungu alinipatia yaani nilipata ujauzito, Mungu alinisaidia kwa kupata ujauzito. Ndani ya miaka 20 mwanangu yuko chuo kikuu. Baada ya hapo mume wangu ule ujauzito akasema huu ujauzito sio wa kwake. Ikatokea usiku akawa ananifukuza, ananiambia niondoke niende kwa mwanaume aliyenipa ujauzito. Lakini ujauzito ni wa kwake. Imefikia ndani ya miezi 7 alikuwa anaingia ndani amenuna, anatoka amenuna, hatoi huduma wala nini. Ndani ya miezi 7 akaomba msamaha. Tukawa tumekubaliana. Lakini siku nilipoenda kujifungua miezi 7 ya mimba. Kabla mtoto hajazaliwa. Ndio huyo mgongoni. Nilipoenda kujifungua hakutoa huduma hata shilingi. Mpaka leo hata shilingi hajatoa. Ila nilipofanyia operation ya kujifungua huyu mtoto, nimerudi nyumbani ndani ya wiki 3 akaanza tena kuninyanyasa. Madai yake alishauriwa kuwa nijifungue anitengeneze kisaikolojia kwanza, afu ndio tibuli ndani ya nyumba lianze. Kwa hiyo ndani ya wiki 3 hiyo operation alipoanza kuninyanyasa tena, mimi Mumeo anaitwa nani? Anaitwa Daniel Simbaolanga. Daniel Simbaolanga. Ulanga. Yuko wapi? Yeye tukawa tumeenda kwenye kesi, mimi nilienda kuomba msaada serikalini. Siku ya kesi tuende baraza la usuluhishi, ameondoka amesafiri. Kwa hiyo mimi nimebaki nikienda naenda peke yangu, kwa hiyo hata hakieleweki. Nyumbani hajakufukuza lakini. Nyumbani alinifukuza. Niliondoka nilienda kupanga baada ya mimi kujiona hali yangu sio nzuri kiafya, nimetoka kufanyia operation, ananinyanyasa. Nikaamua kuondoka kwenda kupanga. Kwa hiyo nimepanga hapa, sina msaada wa nini, sina mbele wala nyuma, na katoto ndio hapa kana miezi 5 tangu hapo. Niliondoka manyanyaso sababu ya kusema mtoto sio wake, na mtoto ni wake. Juzi mtoto ni wake. Alisema mtoto sio wake, lakini juzi nilivyoenda kwa mtendaji alipomuuliza anasema mtoto ni wa nani? Yeye anasema mtoto sio wake, lakini juzi kwangu mimi hataji mtu mwingine. Kwangu mimi anasema mtoto sio wangu, lakini juzi tulivyoenda kwa mtendaji akasema mtoto ni wangu. Nikasema kama ni wako mimi narudi nyumbani. Akasema sitaki kurudi nyumbani, na message ninazo hapa. Ana hawala. Iwe hawala ndiye anayempeleka pale nyumbani. Baada ya mimi kuondoka akasema afadhali ameondoka, saizi nanenepa. Kwa hiyo hata message anazonitumia zimo huko kwenye simu. Ni kwamba yeye hanitaki na hataki niguse pale nyumbani pale, mimi sina changu sababu niliondoka. Watu wa dawati tunaomba mje hapa. Watu wa dawati la jinsia. Madam, umeisikia kesi yake? Kikubwa wewe unashauri nini? Hapa tutamwita pale kwenye bandari tu, kwa sababu pakubwa sana hapo ni ustawi wa jamii, na maana ametelekezwa na familia na ameshindwa kuhudumiwa. Kwa hiyo tutashirikiana na maafisa ustawi kumtafuta mume wake alipo, tutamwambia majukumu yake ni yapi. Akishindwa tutamfungulia kesi ya kutelekeza familia na tutampeleka mahakamani. Mtafuteni Daniel Simbaolanga. Ndiyo mheshimiwa. Popote alipo. Ndiyo mheshimiwa. Ili aweze kuja kukaa na nyie kuweza aelezwe changamoto zake za kutelekeza familia na kufukuza mke wake nyumbani. Ndiyo mheshimiwa. Lakini mkishakuwa mmesikiliza na hizo feedback tuzipate kwamba mtapeleka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ndiyo mheshimiwa. Ile jambo tumelifanyia kazi, tumelifikisha hapa ili na mheshimiwa mkuu wa mkoa na sisi atatupa taarifa tu kwamba ili jambo limeshafanywa kazi. Kwa sababu huyu manake mara anasema mtoto sio wake. Baadaye akasema mtoto ni wake. Baadaye anasema sio ndo, kumbe ameingiza mwanamke mwingine nyumbani kwake. Kwa hiyo bwana Daniel Simbaolanga tafutwe ili tuweze kuona namna bora kumsaidia huyu mama. Asante. Tumelichukua mheshimiwa na tunamchukua sasa hivi kwa ajili ya kupata details zake zaidi. Asante sana.